Ombe. Mungu Mwenyezi, utujalie tuzidi kulifahamu fumbo la Kristo kwa njia ya mazoezi ya kipindi cha Kwaresima tunachojaliwa kila mwaka, na kwa njia hiyo tuyafuate yale yanayotokana na fumbo hilo kwa mienendo inayostahili, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Neno la Bwana. Uturehemu, Bwana, kwa kuwa tumetenda dhambi. Sawa sawa na fadhili zako,
kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. E Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Lakini karamu hile haikuwa kama ilile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi.
wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karamu ya neema ilikuja kwa njia ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kuti kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia.
Neno la Bwana.